السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أفضل السلام وأتم التسليم، وبعد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Ndugu zangu katika iman, ndugu wazazi, ndugu walimu, ndugu wanafunzi, nichukue fursa hii kuwashukuru nyote, lakini nianze kuwashukuru kwanza wazazi, kwa sababu bila wazazi hawa vijana leo wasingefika kwenye mikono ya ZAD. Na pia niwashukuru viongozi wa ZAD na walimu wa ZAD na yoyote ambaye anashirikiana na ZAD ima kihali au kimali. Niwashukuru kwa kutenga muda wao na kufanya kazi hii adhim. Pia niwashukuru wanafunzi kwa sababu ilmu ina marara, ina bitterness, ina uchungu fulani. Kuvumilia miezi minne japokuwa ni ndogo lakini ni nyingi kwenu, hasa kiwa mtu ni mgeni katika ilmu. Kwa hiyo shukrani ziende kwa kila mtu. Ndugu zangu, ukisoma hapa imeandikwa ZAD. Muasasa unaitwa ZAD. Na ZAD neno la Kiarabu, maana yake ni akiba kwenye safari. Zadul musafir, unakuwa na azida, unakuwa na akiba kwenye safari. Kile chakula na maji kwenye muda mzima wa safari ndio inaitwa ZAD. Kwa hiyo hii inshallah iwe akiba yako safarini hapa duniani, kwa sababu uhai ni safari. Allah anataja kwenye suratul Mu'minun, anasema walaqad khalaqna al-insana min sulalatin min ma'in mahin. Akataja mlolongo mzima mwanadamu, akasema mudgha, kisha alaqa, kisha akataja process yote ile. Lakini mwishoni, baada ya kueleza asili ya mwanadamu, hakueleza maisha yake. Akasema baada ya kumuumba na kutoka kwenye tumbo la mama yake, kisha tunamuingiza kaburini. Kana kwamba maisha ya duniani si lolote, si chochote. Kwa sababu ukilinganisha maisha ya dunia pamoja na maisha ya barzakh, kisha maisha ya akhera, hizi zote dunia ni ndogo sana. Ndio maana wakifufuliwa kwenye suratul Nazi'at mwishoni watasema nini? Ka'an lam yalbathu illa ashiyatan au duhaha, kana kwamba ni kipande cha mchana. Duhaha kuanzia mwanzo wa asubuhi mpaka mchana, ashia awala nahari, mchana wa mwanzo, masaa tu. Lakini barzakh inawasubiri miaka mingi, kisha akhera ni miaka mingi. Kwa hii ndugu zangu yote, kukaribisha na kutaka Allah itie baraka kupitia hii jina. Sema amin. Amin. Jambo jingine, wanafunzi mmekaa miezi minne lakini hamjachota kwenye bahari isipokuwa kwa kutumia kifuniko kidogo tu. Lakini hichi kifuniko ndio iwe nuru yenu ya kwanza kutafuta elimu. Hakuna mgongano baina ya kutafuta elimu ya dunia na elimu ya akhera, hakuna. Bali elimu ya akhera, elimu ya dini ndio inakutia wewe baraka na inakufungulia mlango wa kuendelea kwenye elimu ya dunia. Vijana wadogo, umri mdogo ndio umri wa kuanza kutumia kusoma. Sasa hivi ndugu wazazi, kuna mustalahat, kuna key terms zinatumika kwamba huyu bado kijana mdogo. Lakini ukisoma sira ya masahaba walifanya makubwa wa hali ya kuwa hata miaka 18 17 hawajafika. Kwa sababu gani? Mtume aliwafundisha kitu cha kwanza, kujitambua. Hakuna mtu anayepewa udhuru, unaandikiwa madhambi. Ma yalfidhu min qawlin illa ladayhi raqibun atid. Neno moja ukisema malaika wanaandika. Na siku ya kiyama mtu anashangaa, mali hadha alkitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yadhlimu rabbuka ahada. Utashangaa, utasema kitabu gani hichi? Hakijaacha dogo wala kubwa. Mpaka baadhi ya wanazuoni wa salaf walikuwa kiumwa, anaugulia kusema moja akamwambia hata hiyo inaandikwa.
lakini taufiki ni ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndugu zangu, elimu inahitaji nia, kazi ya aina yoyote inahitaji nia. Ndio maana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwafundisha masahaba wake innamal a'malu. Ikiwa hadithi hii mjui wanafunzi, tutamuomba Sheikh Shith mrudi tena darasani, lakini alhamdulillah huwezi kuanza chochote bila hadithi innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Hadithi hii Imam Nawawi kaanza mukaddima wa kitabu chake 40 Nawawi katumia hadithi hii. Imam Nawawi huyu kwenye kitabu cha Riyadhus Salihin, bustani ya watu wema, ameanza na hadithi hii. Imam al-Bukhari kwenye mwanzo wa sahihi yake kaanza na hadithi hii. Al-Baghawi kwenye Sharh as-Sunnah ameanza na hadithi hii. Imam Nawawi kwenye Majmu' Sharh al-Muhadhab ameanza na hadithi hii. Kwa nini? Abdul Ghani ibn Qudama kwenye Umdatul Ahkam ameanza na hadithi hii. Kwa nini? Kwa sababu hadithi hii kama anavyosema Imam Shafi'i ni thuluth ya dini. Yani dini ya Uislamu igawanye kwenye 3 parts, 1 2 3. Theluthi nzima ni hii hadithi. Kwa sababu malipo ya mwanadamu kupitia nia. Utakuta watu wawili wamesimama swala moja, sehemu moja, imamu mmoja, lakini huyu yuko anakimbizana kufika daraja ya juu na huyu mwingine hajaandikiwa wala thawabu moja. Kwa sababu gani? Moyo. Wazazi, muwe na nia njema kwamba mmewaleta watoto wenu hapa kwa ajili ya Mwenyezi Mungu awape baraka, awape baraka ya elimu, awape nuru, kwa sababu sasa hivi vita vimekuwa vingi. Kila sehemu, kila eneo unapigwa vita. Kwa nini Mtume alisema yule ambaye ameshindwa kuoa afanye nini? Afunge. Kwa sababu jua likishazama watu wanalala. Lakini sasa hivi jua likizama watu ndio wanafanya nini? Mabalaa yote yako muda gani? Usiku. Kwa hiyo inahitaji kinga. Utapataje kinga bila elimu? Lazima kuwa na elimu. Sasa hivi kama hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema mwisho wa zama itakuja fitna, itaingia kila nyumba ya Muislamu. Baadhi ya wanazuoni wa sasa wanasema ile fitna ni internet. Ni hii simu. Wewe uko chumbani, mwanao yuko chumba cha pili, chini ya duvet ile amejifunika, lakini yuko katika dhambi kubwa bila wewe kujua. Hajaenda kuitafuta, hajaenda kuifuata, lakini ile imemfuata. Kwa hiyo vita, matamanio, vishawishi vishakuwa vingi. Sasa hivi umekuwa zaidi ya wanyama. Am tahsabu anna aktharahum yasma'una wa ya'qilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila. Unadhani kwamba hawa wanasikia na wanaona, bali hawa ni kama wanyama, tena wanyama ni bora kuliko wao. Sasa hivi madhambi ya umma uliopita yote imekusanywa kwenye umma Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuna zawaji almithliya, uchafu ambao hata wanyama hawezi kufanya, leo zipo na wanaipigia debe na wanasema kwamba hii ni human right, lakini wanakhalif ahadi ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Sasa vishawishi kama hizi, fitna kama hizi, tunanusurika vipi? Wazazi, watoto wananusurika vipi? Kupitia elimu, mwangaza, kuwafahamisha, kuwaeleza kwamba Mwenyezi Mungu anakuona, Mwenyezi Mungu anakutizama. Kesho utakuja kusimama mbele ya Mwenyezi Mungu. Kukiwa na rakaba ndani ya moyo wake, basi inatengeneza kijana aliyekuwa mzuri. Turudi kwenye jambo la nia. Nia, ndugu zangu, kwa wazazi, pia nia kwa wanafunzi. Mwenyezi Mungu atakuandikia thawabu kubwa ikiwa nia umekusudia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Umekusudia kukaribia kwenye fadhila ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala usiwe na nia nyingine. Kisha nia pia kwa wote wa viongozi wa ZAD na walimu wa ZAD, wafanye hili jambo kuwa nia kwa ajili ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, kwa ajili ya kunusuru ummat Muhammad, kunusuru vijana wa ummat Muhammad, kwa sababu ni thawabu kubwa sana. Fadhila ya elimu ina fadhila kubwa sana ndugu zangu. Alikuja mtu mmoja kama kwenye Jami' Tirmidhi na Sunan Abi Daud, anaitwa Kathir ibn Qais au Qais ibn Kathir. Huyu alienda mpaka Damascus, Dimashq, Syria. Alitoka Madina akaenda Syria kwa ajili ya kufuata hadithi hii.
moja tu. Alienda kwa sahabi wa mtume anaitwa Abu Darda. Abu Darda akashangaa, akasema umekuja kwa ajili ya hadithi moja? Lam taati liajli tijara? Akasema hapana, sijaja kwa ajili ya biashara wala jambo jingine. Kwa ajili ya nini? Kwa ajili ya kutafuta hadithi moja, kwa ajili ya elimu. Abu Darda akamsomea maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambayo nataka nyinyi wanafunzi muisikilize kwa masikio ya moyo kabla masikio ya kiwiliwili. Anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu ilman sahala Allahu lahu bihi tariqan ila aljanna. Hii ya kwanza. Yoyote ambaye atafata njia kwa ajili ya kwenda kutafuta elimu, basi Allah atamsahilishia njia ya kuingia peponi. Kwa hiyo pepo ndio ghaya ya kila mmoja wetu hapa. Kuna mtu ambaye hataki pepo jamani? Anyoshe mkono ambaye hataki pepo. Anayetaka pepo anyoshe mkono. Kweli wanasikiliza. Tayeb. Kisha pati ya pili Mtume anasema nini? Anasema mpaka malaika, wa innal malaikata la tad'u ajnihataha fadlan li talib alilm. Malaika wanaweka mabawa yao chini kwa ajili ya talib alilm aliyekuwa anatafuta elimu. Lakini nia iwe linani? Lillah. Sio baba akakulazimisha, sio mama akakulazimisha, sio kwa ajili ya kuonekana na kusemwa na kunini. Iwe lillah, iwe kwa ajili ya nani? Ya Mwenyezi Mungu. Malaika ambao wameumbwa kwa nuru wanashusha mabawa yao kwenu. Baadhi ya wanazuoni waliotafsiri hadithi hii wakasema ili awe anakanyaga mabawa, asikanyage njia. Na wengine wakasema inawezekana ikawa ni majaz, ima hakikatan au majaz, lakini yote ni sahihi. Si hivyo tu, na yule mwanazuoni kila ambacho kimo kwenye mbingu na kile ambacho kipo kwenye ardhi na kile ambacho kipo kwenye bahari mpaka nyangumi, samaki, wanamtakia msamaha talibul ilm. Mwenyezi Mungu fanya nini? Msamehe. Na hadithi imekuja kwa huyu mwanazuoni, Mwenyezi Mungu amsamehe. Kwa sababu gani? Kwa sababu wewe ukiongoka, kesho utashika wengine. Ukishika wengine nao wanafanya nini? Wanaongoka. Na kuongoka maana yake tunapigana vita na nani? Shetani. Na ndio maana shetani hataki. Tena Iblis alimwambia Mwenyezi Mungu, fabi'izzatika, kaapa, fabi'izzatika la ughwiyannahum ajma'in, na wapoteza wote, illa ibadaka minhumul mukhlasin, isipokuwa waja wako wema. Ndugu zangu, ilmu ni jambo kubwa. Sasa hivi hamwezi kuona faida ya elimu hii, Qur'ani na sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kwa sababu matakwa ya watu yameshahama. Sasa hivi mzazi anajisikia furaha kuona mtoto wake anaitwa dokta fulani, engineer fulani, advocate fulani, lakini amehifadhi Qur'ani, amehifadhi juzuu moja, amehifadhi juzuu mbili, haoni kuwa ni fahari. Tena sasa hivi imekuwa ni opposite, na alhamdulillah hapa sijaona. Sasa hivi imekuwa opposite. Mtoto huko akishindwa masomo ndo analetwa, acha asome dini. Kwa hiyo kwenye dini kumefanywa kama ni sehemu ya kunini, dampo, we tupa tu, walete tu. Lakini ilmu ina fadhila kubwa, kwa sababu tofauti na hivi vitu vitatu haina faida na wewe. Na sisemi haina faida maana yake haina faida. Maswali matatu ya kaburini utakayoulizwa pale ndio yana faida na wewe. Jamani, kuwa daktari, kuwa engineer, wallahi kuna fadhila kubwa sana ikiwa mtu atamkusudia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Lakini kusoma na kujua dini yako ni fadhila kubwa. Kesho hutaulizwa kaburini umesoma kitu gani, umefanya kitu gani. Utaulizwa mambo matatu: Mungu wako, dini yako, mtume wako na kitabu chako. Huku kaburini tuandae kwa ajili ya kesho. Ndugu zangu, elimu, kusoma elimu ni kukaa na mtume. Hakuna mtu aliyemwona mtume hapa, hakuna mtu ambaye alimsikia mtume, lakini elimu inakukaribisha kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Mubarak, mwanazuoni mkubwa, amefariki mwaka 181 Hijri. Anasemaje? Watu wanaambia mbona hatukuoni? Ukikaa na sisi unakaa peke yako unajitenga. Akasema mimi sikai na nyinyi, nakaa na mtume na masahaba zake. Wale wakamwambia unatuletea maskhara?
Akasema nasoma hadithi, nikisoma hadithi namuona mtume na naona masahaba zake. Na mtume alisema itakuja zama za mwisho. Tena alipotoka kwenye makaburi ya Baqi' akawa analia, akasema nimewamiss ndugu zangu. Masahaba akasema sisi ndugu zako mtume. Akasema hapana, nyinyi si ndugu zangu. Ndugu zangu watu wanakuja baada yangu, hawajawahi kuniona, lakini anatamani mmoja wao lau angetoa, angesacrifice maisha yake yote, watoto wake wote, mali yake yote kwa ajili tu anione. Lakini mimi Mtume Muhammad nitawatangulia kwenye haudh siku ya hesabu, nitawanywesha. Lakini hapa kuna tambii, mtume atawakataa wale ambao wamebadilisha katika dini yake. Kwa hiyo dini ya Mwenyezi Mungu ni kufuata mambo mawili. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Kumfuata Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kumpenda Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kufuata njia ya wema waliotangulia. Elimu ni bahari, isiwe ni mwanzo, isiwe ni mwisho, isiwe ni mwisho. Inshallah mzidi kupata elimu, kutafuta elimu, na sasa hivi njia nyingi zishakuwa nyepesi. Na ningeomba wazazi msiache kwa support ndugu zetu hawa kwa kazi nzuri wanaoifanya, kwa sababu ndani ya miezi minne, hata mimi nimeshangaa, nilikuwa namuuliza ndugu yangu Limbanga hapa, hawa kweli miezi minne? Mbona wengine mashallah? Akaniambia Sheikh, kuna wengine wameanza sufuri alifu kwa kijiti hapa, lakini alhamdulillah Mwenyezi Mungu anaitia nini? Anaitia baraka. Na wazazi hawa kesho wanawashika mkono, wanaingiza peponi. Hawa mnawaona mbele yenu. Mtume anasema sallallahu alaihi wasallam, akifariki mwanadamu mambo matatu hayakatiki. Ipi na ipi? Mtoto mwema atakayekuombea dua, elimu iliyokuwa na manufaa, na sadaka iliyokuwa endelevu. Na hawa watoto kesho wanawashika mkono. Na Allah subhanahu wa ta'ala kwenye surah at-Tur anasema والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. Aya ilikuwa nzuri. Mama mtu, baba mtu, huna elimu, Allah hajakupa nafasi ya kusoma, lakini mwanao amekuwa mwema, amekuwa mtu mzuri, sawa, yuko daraja ya juu, wewe uko daraja ya chini peponi. Allah anafanya nini? Anakuambia mzazi njoo, anakunyanyua ili uwe na mwanao ambaye amesoma, kwa sababu tofauti na mtu aliyesoma dini na yule ambaye hajasoma dini, kama mtume anavyosema kwenye hadith, ni sawa na mimi Mtume Muhammad na nyinyi, ni sawa na mwezi, mbala mwezi, full moon, kipindi ambacho hakuna sayari zingine, hakuna planets zingine ambazo zinang'aa. Kwa hiyo fadhila ya mwanafunzi wa elimu ni kubwa. Hivyo akhera malipo yake nini jamani? Akhera malipo yake nini wanafunzi? Kubwa ndogo? Hamtaki Mungu awape fadhila kubwa? Anayesoma dini akashika njia ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, siku ya kiyama anakuwa na fadhila kubwa, sawa na wewe ukiwa daraja ya juu. Kesho aya nasema unamshika mzazi wako, unampandisha juu. Na hivyo hivyo inawezekana wewe ukapotea, wazazi wasije kakasirika, mzazi naye akawa mwema, kijana naye anavutwa, anapelekwa kwa mzazi wake. Yote hii nini? Ni rahma ya Mwenyezi Mungu kwa waja wake. Hadha wa sallallahu wasallam ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Na poleni kwa kurefusha. Shukran.